Ziara yetu hapa ni kuja kuangalia katika hili jengo la kiwanda cha magazeti, kwa sababu tunajenga kiwanda sambamba na ofisi za magazeti. Kwa tumoja kuona ujenzi nao unaendeleaje. Kwa kweli kama ambavyo ilivyo katika kutembelea miradi yetu ya wizara, basi na huu ni miongoni mwa miradi ambayo wizara yetu ya habari, sanaa na michezo inasimamia pia mradi huu. Na kiujumla naomba niseme tu kwamba kwa maelezo tuliopewa hapa kwamba mradi huu uliongezwa muda kutokana na kwamba haukumalizika kwa wakati ambao ulipangwa. Na tumeshaomba wakandarasi wa ujenzi huu na mshauri elekezi kwamba waongeze nguvu kazi ili mradi huu uweze kumaliza kwa muda ambao unapaswa kumaliza, huo muda ambao umeongezwa uweze kumalizwa. Kwa sababu ambazo tumeelezwa hapa, mimi binafsi sijaridhika nazo sana, kwa sababu unaona kama ni za delay wanawake. Pengine kama angekuwa mambo yamefanyika haraka na mapema, basi wangeweza kuwa mambo yamekamilika kwa haraka. Kwa sababu unapokuwa unapata mradi na kuna mambo ambayo shabaka kununua, maana unakuwa shafanya taratibu za kimanunuzi. Kwa hiyo nasema delay inapokuja mwisho kidogo inakuwa zile hazakuwa hazieleweki vizuri. Lakini kwa ujumla tuseme kwamba ujenzi unaendelea na tumeelezwa hapa kwamba Februari tujaala mwisho wa mwezi kazi itakuwa imemalizika, na tumewaahidi tukijaliwa na Mungu na uhai tutakuja tena kabla ya kuanza kwa mwezi wa Ramadhani tutakuja kukagua ujenzi. Maana itakuwa ndani ya mwezi wa Februari tena hapo mwanzo tutakuja kukagua ujenzi huu tuje tuone hatua ambayo imefikiwa. Na tunaomba sana wakandarasi wetu wawe wana ile speed work. Yaani kuendana na muda lakini na kiwango ambacho tunakubaliana. Kwa sababu kazi inapokuwa inachelewa inakuwa inatia hasara pia serikali. Kwa sababu ujenzi huu tulitarajia katika Sherehe za Mapinduzi maana ni miongoni mwa miradi ambayo nayo ingezinduliwa. Kwa bahati mbaya kuna mambo yalikuwa hayakamilika, si kwa sababu ya ujenzi, mambo ya manunuzi ya furniture ndio ambayo tulipelekea kwamba tusiingize katika huo mradi. Lakini kumbe si furniture pekee yake, lakini hata ujenzi wenyewe nao kidogo haujakaa sawa. Kwa hiyo haya naomba tuseme bayana kabisa, maana tuseme mwenye maneno kwamba tuombe sana mkandarasi lakini mshauri elekezi, yani hii kazi wafanye haraka iweze kumalizika kwa wakati na kwa kiwango ambacho kinapaswa kuwepo. Sasa hivi tuko zaidi ya 90% na tunategemea inshallah mwisho wa mwezi wa pili tutakuwa tumemaliza mradi wetu huu. Kulitokezea changamoto kidogo, mradi ukaweza kudelay, changamoto 2-3 ambazo alikuwa anaziface mkandarasi, lakini alhamdulillah nyingi tumeweza kuzisolve na tulimpa miezi 3 ya extension ya muda, lakini pia haikutosha, akaomba tena miezi 2, lakini tukampa mwezi 1 na wiki 3 ambao ndo tarehe 28 mwezi wa pili inshallah atakuwa amekamilisha muda wake. Mradi huu total cost umegharimu shilingi bilioni 8 na milioni 400. Tunatarajia matumaini makubwa sana na impact kubwa sana ambayo itaweza kuleta mapinduzi kwenye tasnia ya kiwanda au tasnia ya masuala ya uchapishaji wa magazeti, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunachapisha magazeti nje ya Zanzibar, lakini sasa hivi tuna kiwanda chetu wenyewe ambapo tutaweza kuinstall mashine zetu wenyewe na tutaweza kuchapisha magazeti hapa Zanzibar bila kuimport kutoka sehemu nyingine yoyote. Lakini pia kuna facilities nyingine za majengo ya office kwa ajili ya wafanyakazi wote wa shirika la magazeti, pamoja na sehemu ambazo baadhi ya families zitaweza ambazo kwa zina operate kazi kwa muda wa usiku zitakuwa zina nyumba hapa kwa ajili ya kuweza kukaa katika eneo hili na kuweza kuoperate kazi zao kwa ufanisi mkubwa zaidi.